la nani wahusika wakuu. Maana kuna pande mbili yaliyotokea Oktoba. Upande mmoja walopanga, waloratibu, walofadhili yatokee, na wale wakubwa atongelei hawa wafuata mkumbo, wakubwa walopanga, waloratibu, walofadhili upande mmoja. Upande mwingine waliodhibiti ndani ya siku 3 amani ikarudia. Kwa hiyo wote hao tutaongelea kwa kifupi. Nimwalike Balozi Mela aongelee hilo swala la IGP Mwema, swala hilo la tunaita mastermind, wale ambao wamepanga. Baadaye tutakuja kwa Balozi Mela kubaini na kuzuia. And then mimi nitaanzia swala moja ambalo muhimu ni la uwajibikaji, alafu tutafungua mjadala kwa dakika chache tu. Asante sana mwenyekiti na ndugu wajumbe. Mwenyekiti, nakushukuru, na ndugu zangu wanahabari na wahariri, hii ni fursa nzuri ya kuzidi kulielewa hili jambo kwa undani, na kama ripoti ilivyoeleza kwamba katika ushahidi tuliokusanya tuliweza kubaini kwamba ghasia zile zilikuwa zimepangwa na ziliratibiwa na kufadhiliwa. Sasa swali la msingi linakuja, mmejuaje? Mnatumia ushahidi gani? Katika watu zaidi ya 63,000 tuliokutana nao kwa njia mbalimbali, wako waliokuja ana kwa ana, wako waliokuja kwa maandishi, kwa viapo, na wapo waliojitokeza kwa huzuni, kusikitika jambo lililotokea ni baya, na wakakubali wao wenyewe kutuongoza. Kwa hiyo kuna watu tumetoka nao kwenye mitaa, wakaeleza jinsi walivyoshirikishwa kufanya jambo hili. Kuna watu kwenye mabodaboda, kwenye makundi ya mamalishe, kwenye vikundi mbalimbali, mradi walishiriki kwa namna moja au nyingine. Wao wenyewe wanakiri kwamba sisi tulihusika. Lakini mimi nilikuwa nafanya biashara katika soko X, na nikaambiwa kipato changu cha mwezi ni shilingi ngapi. Nikapewa na nikaambiwa kuna kazi maalum, na kama mambo haya yakifanikiwa, basi siku si nyingi mafanikio makubwa zaidi yatapatikana. Kwa hiyo watu wa aina hii kwenye vikundi mbalimbali, kwa wakati mbalimbali, maeneo mbalimbali, ule ushahidi wake ukiukusanya unakupa mchanganuo, analysis ya kuweza kubaini kwamba hapa palikuwa na mpango gani. Kwa hiyo ni kwa njia hiyo tuliweza kujua
kumbe huu mpango umefadhiliwa. Kuna pia matukio na picha na ushahidi mwingine ulituonesha kabisa zilipangwa mbinu zaidi ya 16 ili jambo hili liweze kufanikiwa. Na cha msingi kabisa ni kwamba iliweza kutawanya zile nguvu ulizokuwa nazo. Kama ulikuwa unategemea vurugu hii itakuwa ni ya maandamano, lakini imetokea hapa, imetokea pale, imetokea kule. Yaani kuna maeneo 202 yalitokea kwenye kadhia hii. Sasa fikiri maeneo ni kama Magomeni, Ubungo, Kimara, Kinyerezi. Sasa lakini pia kuna matukio zaidi ya tukio moja kwenye eneo hilo. Kwa hiyo ule mtawanyiko sasa na mgawanyiko wa askari kukabiliana na jambo hilo, ukichanganya na mbinu zilizowekwa za vizuizi barabarani, mbinu gani, unaona kabisa hili jambo halikujitokeza kwa kulipuka, limepangwa. Na huo ndio mchakato tuliotumia. Hakuna mtu kwenye tume amekaa akafikiri mwenyewe kwamba hili linawezekana likawa limefanyika hivi. Kuna mashahidi wamekuja, kuna digital evidence za video na picha mbalimbali. Kwa hiyo hizi ndio zilizoweza kutuongoza na kuweza kujua kuna mchakato wa namna hiyo. Naomba niseme kwa uchache tu, ilikuwa ni katika mazingira hayo tuliweza kukusanya ushahidi huo. Asante mwenyekiti. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti, wanahabari na makamishna wenzangu. Habari tena za saizi. Nimeagizwa na mwenyekiti nizungumzie swala la kubaini, na hili pia limejitokeza sana katika jamii. Watu wanashangaa kwamba inakuwaje mshindwa kubaini, lakini ukishabaini pia kuna kuzuia. Inakuwaje mshindwa kuzuia? Na kwenye kuzuia pia kuna kudhibiti. Kwa hiyo ningependa tu kueleza kwamba dunia ya leo ni tofauti na dunia tuliyotoka. Miaka ya nyuma ukitaka kupanga mambo kama haya unapanga ardhini, unakuja field. Lakini kutokana na teknolojia sasa hivi mambo yanapangwa kwenye mtandao. Humuoni mtu anayepanga, lakini wapo watu wanapanga, na wanaweza wakapanga mpaka